Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo unafahamu sakata ni moja tu ambalo linazidi kuweza kuchukua sura mpya kila kukicha katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, ni kuhusiana mchezo wa dabi ya Kariakoo. Hatimaye Young Africans leo hii wameweza kutoa taarifa yao nzito kweli kuhusiana na kile ambacho wameweza kukijadili mara baada ya mahakama ya usuluhishi ya kimichezo kasi kuweza kutoa yale ambayo yaliweza kuzungumzwa katika shauri lao lile ambalo liliweza kujili huko katika mahakama ya usuluhishi ya kimichezo kasi, ambako Young Africans walifungua kesi yao. Sasa yale majibu ya kasi hatimaye Young Africans wameweza kuyafanyia mchakato na kuweza kutoa taarifa yao kwa wanachama, mashabiki na wadau wote wa soka waweze kuelewa kile ambacho Young Africans wamekwenda kukiamua. Ni kitu gani hicho utakwenda kujua hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine unazungumzia wananchi Young Africans. Ibana, sakata lile ambalo lilikuwa likiweza kuendelea katika mahakama ya usuluhishi kasi, ambako lilikuwa likiweza kuunguruma kila kukicha juu ya kile ambacho kilichoweza kujili. Sasa hatimaye shirikisho la soka TFF lilikwenda kutangaza juu ya maamuzi ambayo kasi wamekwenda kuyachukua kwa kufuta shitaka lile ambalo klabu ya soka Young Africans ilikwenda kuwashitaki Simba Sports Club, TFF pamoja na TPLB, ambapo kile kilichoweza kutokea kule katika mahakama ya usuluhishi ya kimichezo iliwaambia kasi wenyewe ya Young Africans kwamba warudi katika shirika nili, hapa nazungumzia shirikisho la soka Tanzania TFF, waweze kupewa hukumu ndipo waweze kurudi katika ligi kuu ya soka, waweze kurudi katika shirikisho, hapa nazungumzia kasi, ili kuweza kupewa hukumu ambayo pengine wanaweza wakaijadili kasi kutokana na hukumu ambayo itakuwa imetolewa na shirikisho la soka TFF. Sasa TFF wakatangaza ya kwamba kwa kile kilichoweza kutokea mara baada ya shtaka lao la kasi kuweza kuwekwa pembeni, hapa nazungumzia kwa upande wa Young Africans, hivyo basi wanaona ni muda sahihi wa kuweza kupanga ratiba ya mchezo wa dabi ya Kariakoo, kwa sababu hakuna tena shtaka ambalo lipo katika mahakama ya usuluhishi ya kimichezo. Nazungumzia kasi kwa kile kilichoweza kupelekwa na klabu ya soka ya Young Africans. Sasa Yanga wakakaa kikao, wakaweza kuita kamati yote tendaji chini ya rais wao, nazungumzia Engineer Hersi Said, kwa kile ambacho kimeweza kutolewa leo katika barua ambayo imeweza kuchapishwa hadharani, kila mmoja kuweza kujua yale makubwa ambayo yameweza kujili. Sasa barua hiyo ambayo imetoka chini ya uongozi ya kamati ya tendaji ya Young Africans ikieleza kwamba Mei 5, 2025 uongozi wa klabu ya soka ya Young Africans unapenda kutaarifu umma kuwa umepokea majibu kutoka mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo, nazungumzia kasi, kuhusu kesi yetu kasi 2025 mkwaju A mkwaju 11/298. Kasi imeielekeza Young Africans kurudi kwanza kwenye kamati za ndani za soka ili kulishughulikia kesi yetu kabla ya kurudi kwao kwa ajili hatua za rufaa. Lakini kutokana na uonevu, uvunjwaji mkubwa wa kanuni na upendeleo wa zaidi kwa baadhi
ya timu unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka Tanzania. Uongozi wa klabu ya Young Africans hauna imani na hauko tayari kupeleka shauri hilo kwenye mamlaka ambazo zinatenda dhuluma. Aidha, uongozi wa Young Africans Club unapenda kuujulisha umma kuwa msimamo wa klabu yetu juu ya mchezo namba 184 wa ligi kuu msimu huko pale pale, kuwa hatutashiriki kwenye mchezo huo kwa namna yoyote ile. Wanayanga wote watakuwa tayari kuipambania haki yao kivyovyote vile ili kukomesha dhuluma ya uvunjwaji mkubwa wa kikanuni unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka kwa maslahi mapana ya maendeleo ya soka nchini. Unaona bana, kauli imekuwa ni nzito kweli kweli. Ukiweza kufuatilia kuhusiana na barua hii, imeweza kueleza kila kitu kwa kile ambacho kinachoendelea, ambapo msimamo wa klabu ya soka ya Young Africans ndio unazidi kuwa mzito kweli kweli. Nikinukuu kichi kipengele ambacho unasema uongozi wa Young Africans unapenda kujulisha umma kuwa msimamo wa klabu yetu juu ya mchezo namba 184 wa ligi kuu msimu huu uko pale pale, kuwa tutashiriki katika mchezo huo kwa namna yote ile. Wanayanga wote watakuwa tayari kuipambania haki yao kivyovyote vile, unaona bana, ili kukomesha dhuluma kwa kile ambacho kimeweza kutokea. Sasa hapa inavyoonekana ni klabu ya soka Young Africans ni hawako tayari kwa kile kinacho endelea kwa sasa juu ya kile ambacho kila mmoja ameweza kushuhudia, ambapo inaelezwa kwamba mpaka sasa mambo yanazidi kuwa ni mazito kweli kweli, huku klabu ya soka ya Young Africans ikiwa bado inatiwa na mashaka juu ya mwenendo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara unavyoendelea. Na kila mmoja amekuwa akiweza kushuhudia kile ambacho kinachotokea katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Matukio yamekuwa ni mengi ambayo yanazidi kuogopa na kuonyesha kwamba pengine hali ya mpira wa Tanzania hiko katika hali tete kweli kweli kutokana na kile ambacho kinachoendelea. Lakini kwa yote yale ambayo yanaendelea kwa sasa, ni namna gani ambavyo kila mmoja amekuwa akiweza kuangalia kuweza kujua kile ambacho kitakachoweza kujili katika hapa. Nazungumzia hapa si mwingine bali ni kile ambacho klabu ya soka ya Young Africans wanazidi kuweza kuangalia. Hapa nazungumzia namna kuweza kufanya ili kuweza kupata haki yao. Tusubiri kuweza kuona show hii itaishaje. Movie hili Sterling atakuwa nani na nani atakuwa jambazi katika mchezo huu, kila mmoja atakwenda kushuhudia. Pacome katika taarifa nyingine unaambiwa amesaini mkataba wa miaka 2 kubaki Young Africans. Anaipenda Yanga, anavutiwa na project. Pacome bado yupo Yanga kwa miaka 2 tena. Shida kwa mabeki wa NBC bado iko pale pale. Ambaye anasaini ni Maxi Nzingeli. Unaambiwa suni tu taarifa itatoka kuhusiana kusaini mkataba mpya, lakini yao hajasaini mkataba mpya mpaka sasa, ikiwa bado wapo katika majadiliano. Ibala, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na hiki ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani ya kikosi.